Na mtazamaji wa Channel 10, tumerejea tena kwa mara nyingine. Asante sana. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu, na kama ambavyo nilikueleza hapo awali kwamba studio tumemwalika Goodluck Mdumi ambaye ni afisa utalii mkuu na mkuu wa kanda ya utalii ukanda wa Mashariki kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, na kubwa zetu kwenda kuzungumzia tuzo za uhifadhi na utalii Serengeti Awards. Napata nafasi ya kuelezea hizi ni tuzo za aina gani, ikiwa Tanzania tumekuwa tukishiriki katika tuzo mbalimbali na tunazichukua, tumekuwa tukishinda, lakini tufahamu siri kubwa ya ushindi huu. Cha kwanza kabisa ni uhifadhi. Yaani kabla tujaingia kwenye swala zima la kupromote, kueleza tuna nini, lakini cha kwanza kabisa ni uhifadhi. Kama tusipohifadhi, hata kushiriki unaweza usishiriki. Bwana mimi sio mzungumza, karibu sana bwana. Shukrani sana. Yeah. Asante sana. Kama ulivyokuwa umetangulia awali, ndugu mtangazaji, kwa jina mimi naitwa Goodluck Mdumi na ni afisa utalii mkuu kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii. Na pia ni mkuu wa kanda ya Mashariki tunasema au Pwani kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa hiyo leo tumefika hapa studio kwa ajili ya kuelezea umma, kuelezea Watanzania fursa ambazo zipo kupitia hizi tuzo ambazo zimeandaliwa na Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia idara ya utalii na taasisi zake. Na kikubwa ambacho kama ulivyokwisha kutangulia ni kwamba zina lengo la kumulika zaidi kwenye swala la utalii, lakini pia kwenye uhifadhi wa utalii, kwa sababu ni lazima tuhifadhi maliasili zetu au vivutio vyetu ili kuweza kutumika na baadaye na vizazi vyetu vinavyokuja. Kwa hiyo lengo la tuzo hizi ambazo tunaziita kwamba tuzo za uhifadhi wa utalii au the Serengeti Awards ni kutambua kwanza, kuenzi na kuhamasisha ubora kwenye sekta ya utalii, kwa sababu tuna wadau wengi ambao wanashiriki kwenye masuala mbalimbali ya utalii, lakini sasa tunaona kwamba wizara ni lazima tutambue mchango wao. Kwa hiyo tunapotambua mchango wao ni lazima tuone kwamba namna gani tunaweza tukawa award hizi tuzo ambazo zipo. Sasa kikubwa ambacho tungependa kutoa wito kwa wadau au Watanzania kwa ujumla ambao wapo katika sekta ya utalii ni kwamba waweze kushiriki kujisajili. Yaani tunasema kwamba waweze kujisajili na kuinominate wenyewe, au kwa mfano kama ndugu mtangazaji wewe unafikiri kwamba kuna taasisi fulani au kuna mtu fulani ambaye anachagiza utalii kwa wingi, unaweza ukamnominate pia. Sio lazima yeye mwenyewe aweze kujinominate. Unaweza hata wewe ukamnominate kwamba huyu anatoa mchango mkubwa kwenye hifadhi za utalii. Kwa hiyo hapo baadaye tutaweza kuwapatia Watanzania ni namna gani wanaweza kujisajili ili waweze kushiriki moja kwa moja. Na katika tuzo hizi zimekuwa katika makundi makuu 7. Na katika haya makundi 7 kuna makundi madogo ambayo tunasema ni subcategories. Ziko takriban 56. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani fursa ilivyokuwa pana kwa wananchi kuweza kushiriki kwenye kila nyanja, kwenye kila sehemu ambayo ipo kwenye utalii. Sasa kama unaweza ukaniruhusu kwa ruhusa yako labda nizitaje hizi 7 kwanza. Alafu hizi subcategories labda kama kutakuwa na maelezo mengine ninaweza nikaeleza hapo baadaye. Ya kwanza tunasema ya kwanza tuna People's Choice Award. Hiyo ni kategori ya kwanza ambayo ipo. Lakini ya pili tunasema Tourism Operators Award. Na kuna nyingine Tour Guide Awards, hiyo ni ya 3. Ya 4 ni Accommodation and Restaurant Awards. Ya 5 ni Conservation Awards. Sasa pale kwenye uhifadhi hapo ndo tunapokwenda hapo. Hiyo ni kategori ya 5. Lakini ya 6 ni Tourism Exhibitors Awards. Na kuna nyingine ya 7 ni Special Appreciation Awards. Labda kwa uniruhusu labda niseme tu moja ambayo ipo kwenye kategori ya 4 na kategori ya 3. Ndio. Kuna hii tunasema kwamba Best Local Cuisine Restaurant. Tumekuwa na watu wengi ambao wanafanya mapishi mbalimbali kwenye restaurant ambazo tunazitambua na sisi hapa nchini. Lakini nafikiri sasa ni nafasi yao
kuweza kujinominate ili sasa kuweza kutambulika, kwa sababu hizi tuzo sio kwamba tu unaweza kushiriki tu hivi hivi, lakini zina faida zake nyingi ambazo zimo ndani yake. Sio kwamba yani unaweza ukashiriki tu moja kwa moja. Moja hizi faida ambazo zipo ndani ya hizi ni kwamba unaweza kwanza kujitangaza kupitia zile awards, lakini pia unaweza kama inaweza kukupatia motisha kwako wewe ambaye unashiriki kwenye sekta utalii, lakini pia na watu ambao wako nyuma yako. Inakupa motisha kwamba kuna kazi fulani imefanyika, lakini sasa serikali imeweza kunitambua na mimi kwa ajili ya kunipa angalau shukrani katika eneo hilo. Sawa sawa. Yeah, na kwa nini tumoja na hizi tuzo? Lengo lake ni nini hasa? Kama nilivyosema kwamba lengo kuu kwanza ni kuchagiza sekta utalii iweze kukua. Tuweze kupokea wageni wengi nchini kwetu kwa sababu tuna vivutio vingi. Kwa hiyo tunataka tuchagize wale wanaofanya hii shughuli katika shughuli ya utalii waweze nao kujiona kwamba ni sehemu ya juhudi ambazo wanazileta kwenye nchi. Lakini pia kubwa kabisa ni uhifadhi, kwa sababu tunaweza kuwatambua wale ambao wanafanya uhifadhi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo utaweza kugundua kwamba kama wewe leo umeshinda tuzo hii na dunia imeweza kukutambua, basi na mwingine naye atafanya juhudi ili na mwakani na yeye aweze kuingia katika kinyang'anyiro hicho na hatimaye kushinda. Unanielewa? Kwa hiyo ni jinsi kama hivyo inavyokuwa. Mimi natamani kufahamu Good Luck, nini mafanikio yetu, kwa sababu kwa miaka mingi sasa hivi ni kama tumezoea kuzikusanya hizi tuzo, tunazichukua sana. Categories tunawekwa nyingi, lakini tunachukua karibu katika kila category lazima tulete tuzo 1, 2 na kupanda juu huko. Tumefanikiwa wapi hasa katika hili? Kwanza tuseme kwamba unajua hizi tuzo ambazo zinatoka labda kwa mfano za kimataifa, tunapokuwa Tanzania tumechukua, kwanza zinatusaidia kutambulika kimataifa. Lakini pia kwa mfano tunashiriki kwenye labda mbuga bora barani Afrika au duniani, alafu Tanzania ikashinda. Kwa hiyo inamaanisha kwamba dunia nzima imeweza kutambua vivutio vyetu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kwanza inatutangaza. Na inapotutangaza tunafanya vizuri kimataifa na kwa maana domestic tourism. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza kuona kwamba hata pato la taifa linaongezeka kupitia wageni ambao tutapokea wengi kupitia hizi tuzo kujulikana. Utofauti wa Serengeti ni nini mpaka kuyashinda mataifa mengine makubwa zaidi ya mara 5 mfululizo na kuchukua, nafikiri ni ya kidunia ile tuzo, mara 5 mfululizo? Moja ya kitu ambacho kilileta pia mjadala kwa baadhi ya makundi ya wananchi ambao ni wadau wa utalii kwamba Serengeti na kitu gani cha kipekee kushinda Spain ambako kuna utalii, kushinda Cuba ambako kuna utalii na nchi zingine za Amerika huko, imechukua mara 5 mfululizo. Kwanza kikubwa ni swali zuri sana ndugu mtangazaji. Kikubwa ni upekee. Vivutio vyetu, ukizungumzia Serengeti, ukizungumzia vivutio vingine, tuna upekee wa hali ya juu. Kwa mfano utasema kwamba tunasema Serengeti. Serengeti yenyewe inajiuza kama Serengeti. Hakuna Serengeti nyingine duniani. Kwa hiyo mtalii anapomwambia kwamba Tanzania inapatikana Serengeti, hawezi kutoa mfano wa mbuga nyingine inaweza kupatikana bara lingine au kwa maana ya nchi nyingine ya Afrika au nje ya Afrika. Kwa hiyo ule upekee unatusaidia sana sisi kuonyesha kwamba mbuga zetu ni za kipekee au vivutio vyetu ni vya kipekee. Lakini pia ni kwamba juhudi ambazo zinafanywa na serikali pia katika kuboresha, kuhifadhi mazingira, katika kuhakikisha kwamba ndio hivyo tunasema kwamba tunatoa motisha kwa watu ambao wanahifadhi mazingira kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hata wanapokuja watalii kuingia, naona kwamba kweli nimeingia kwenye sehemu ambayo naweza kufanya wildlife tourism. Kwa maana huwezi kukuta kuna mkusanyiko labda wa magari mengi sana au vitu vingi sana. Kwa hiyo akija Serengeti anaona ni tofauti akienda kwenye mbuga nyingine. Kwa hiyo jibu tu la haraka ni kwamba ni upekee na juhudi ambazo serikali inajaribu kuzifanya kila mara katika kuboresha vivutio vyetu. Sawa. Na tukumbushe ni kwa namna gani sasa huyu mtu anaweza akashiriki katika mchakato mzima wa tuzo hizi? Sawa kabisa. Kwanza kama nilivyosema, anaweza akajinominate mwenyewe kwa kujisajili. Na kujisajili huku anaweza kwenda kwenye website ambayo imeandaliwa maalum kabisa ambayo ni www.serengetiawards.go.tz. Akifika pale kuna maelezo ambayo yako rahisi kabisa
atajisajili yeye kama ni individual au atajisajili kama ni kampuni au kama ni taasisi ambayo inataka kushiriki kuwania tuzo fulani kwenye hivi vipengele. Na vipengele vyote viko pale. Kwa hiyo anaweza kujisajili pale, akisha kujisajili anaweka kazi zake alizozifanya. Ili tuweze kumtofautisha na mwingine. Wewe utatoa kazi yako, mimi nitatoa kazi yangu na wewe utatoa kazi yake kwa kuattach pale. Kwa mfano kama tunasema kwamba kuna kipengele kimoja ambacho ni muhimu sana, nimejaribu kuangalia sasa hivi, hasa vijana wamekuwa na mwamko mkubwa sana katika upigaji wa picha za kitaalamu. Tunasema photography, yani professional photography. Kwa hiyo na kuna kipengele ambacho kinawatambua hawa ambao wanakwenda kupiga picha mahususi kwenye katika sekta ya utalii. Kwa hiyo wanatambulika. Kwa hiyo unaweza ukaweka kazi zako pale za picha ambazo umepiga nzuri, mwisho wa siku unaangalia wewe na wewe tunaweza kukuchagua. Lakini pia kuna kipengele ambacho kunasema influencers ambao wanachagiza zaidi kwenye kutangaza utalii. Kwa hiyo hii nayo pia itoe changamoto kwa wale watu ambao ni influencers, inaweza kwa social influencers au kwa influencer wana yoyote, kwamba kuna fursa ambayo unaweza ukawa influencer katika kipengele cha kukuza utalii au kutangaza utalii na ukaweza kutambulika kimataifa, na kwa maana ya nje ya mipaka yetu ya Tanzania, lakini pia na Tanzania yenyewe ikakutambua. Kwa hiyo ukishajisajili unaweka kazi yako pale, alafu tunaweza kukuchagua kwa namna hiyo. Sawa. Tunaelekea kuhitimisha. Unaomba nini Mtanzania hivi sasa ambaye anatazama Baragon Live? Mimi ningependa kutoa wito kwa Watanzania, hasa wale ambao wanashiriki kwenye sekta ya utalii, kwamba hii ni fursa adhimu, tuitumie, tuonyeshe kazi zetu, na serikali imeamua kuwathamini kwa maana ya kutoa asante ya kuwapatia tuzo katika mchango wao kwenye sekta ya utalii. Lakini pia kuna kitu kimoja niruhusu nizungumze kidogo. Katika hizi tuzo pia kuna fursa za kuwa sponsor, ambapo kuna sponsorship za aina 5. Kuna Tanzanite sponsorship, kuna platinum sponsorship, kuna gold sponsorship, silver sponsorship na bronze sponsorship. Kwa hiyo katika viwango mbalimbali ambavyo ukifika kwenye website kule utaweza kuona wewe unafiti wapi ili uweze kuwa sponsor kwenye awards hizi ambazo ni kubwa kabisa za kimataifa. Kwa hiyo watu watembelee website ile, lakini pia kama nilivyosema mimi natoka kwa Wizara ya Maliasili lakini kanda ya Mashariki, ofisi yetu pia iko pale jengo la Mpingo. Jengo la Mpingo pale ghorofa ya 2. Unaweza ukafika kama una maelezo zaidi, au kama kuna kitu ambacho hujakielewa zaidi, au kama unajisajili lakini unashindwa. Kwa hiyo unaweza ukafika pale, maafisa wapo muda wote, tutakupokea na tutakuonyesha namna gani ya kuweza kujisajili na tutakupa msaada unaohitaji. Wafahamu kwamba tuzo hizi za namna ya kujisajili na kujinominate mwenyewe au kwa maana ya mwingine kumnominate mwenzake inafungwa tarehe 30 mwezi huu. Kwa hiyo bado wana nafasi kubwa imebaki ya kuweza kufanya hivyo. Shukrani sana. Mtazamaji, tulikuwa na Goodluck Mdumi ambaye ni afisa utalii mkuu na mkuu wa kanda ya utalii ukanda wa Mashariki kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, na tulikuwa tunazungumzia tuzo za uhifadhi na utalii Serengeti Awards 2025. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutaungana na wenzetu walioko Dodoma, ambapo watakuwa na mbunge wa Nachingwea Mheshimiwa Fadhili Liwaka, na watakwenda kuelezea hotuba ya rais bungeni na mwelekeo wa nchi. Endelea kuwa nasi.